Sema tena, Roho Mtakatifu, niko tayari, naomba useme na mimi katika jina la Yesu. Amen. 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 Sasa kichwa cha somo kwenye ibada hii ni matengenezo na uamsho kwa kanisa. Andika, matengenezo na uamsho kwa kanisa. Matengenezo na uamsho kwa kanisa. Nyakati wa pili sura ya 29 mstari wa 15 mpaka wa 19. Neno la Mungu linasema, wakawakusanya ndugu zao, wakajitakasa, wakaingia kama alivyoamuru mfalme kwa maneno ya Bwana, ili waisafishe nyumba ya Bwana. Nao makuhani wakaingia nyumbani mwa Bwana katika mahali pa ndani, ili waisafishe. Wakatoa uchafu wote waliouona hekaluni mwa Bwana, wakautupa nje uani mwa nyumba ya Bwana. Walawi wakautua ili wauchukue nje mpaka kijito cha Kidron. Basi wakaanza kutakasa siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza. Hata siku ya 8 ya mwezi wakafika katika ukumbi wa Bwana. Wakaitakasa nyumba ya Bwana katika muda wa siku 8. Wakamaliza siku ya 16 ya mwezi wa kwanza. Wakaingia ndani kwa Hezekia mfalme, wakasema, tumeisafisha nyumba yote ya Bwana na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa pamoja na vyombo vyake vyote, na meza ya mikate ya onyesho pamoja na vyombo vyake vyote, tena vyombo vyote alivyovitupa mfalme Ahazi alipotawala. Hapo alipoasi tumevitengeneza na kuvitakasa, navyo tazama vipo mbele ya madhabahu ya Bwana. Nimesema matengenezo. Kichwa cha somo ambacho tunacho ni matengenezo na uamsho kwa kanisa. Katika maandiko niliyokusomea ya Nyakati wa pili 29 kuanzia ule mstari wa 15 mpaka 19, hiki kilikuwa ni kipindi cha Hezekia, tena akiwa na umri wa miaka 25, na ndipo alipoanza kutawala. Huyu mfalme alikuwa na hofu ya Mungu isiyo ya kawaida. Alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 25, na wakati huo Ahazi ambaye alikuwa ni mfalme alikuwa ameshafariki. Huyu Ahazi ni baba wa Hezekia. Na baada ya kufariki Ahazi, ndipo mfalme mwanae anayeitwa Hezekia akawa mfalme akiwa na miaka 25. Ahazi hakutembea vizuri na Mungu. Alileta uharibifu mkubwa sana kwenye taifa lake. Aliharibu mahali patakatifu. Akareta mpaka akaruhusu mpaka ibada ambazo zisingehitajika, ibada za miungu. Sasa mtoto wake anapotawala, yeye ana hofu ya Mungu. Akawaita makuhani, akawaita watu, akawaita wote aliowaita. Agizo la kwanza, walisafishe hekalu, wafanye matengenezo. Mahali palipobomolewa wajenge, vyombo vilivyoondolewa virudishwe, mahali pa ibada parudishwe. Akaanza kufanya matengenezo ambayo mtangulizi wake aliharibu. Na unajua matengenezo ni gharama. Ni gharama. Akaanza kufanya matengenezo. Hayakufanyika kwa siku moja. Utaona ukisoma yale maandiko, utaona kuna siku walitengeneza, walifanya kwa siku 8, baadaye wakaenda mpaka siku 16. Wanafanya tu matengenezo na kuisafisha nyumba ya Bwana. Lengo ni nini? Ili wamrudishe Mungu katika nchi, wamrudishe Mungu Israel, ili Mungu apate kurejea tena, ili Mungu apate kurejea tena. Na ndio maana mnisikilize watu wa Mungu, unapopewa nafasi yoyote, iwe ni mzee wa kanisa,
iwe ni nafasi kwenye jamii. Kama wewe una Mungu wa kweli, cha kwanza kabla hujakaa kwenye hiyo nafasi, chunguza mazingira ya hiyo nafasi. Aliyekutangulia alifanya nini? Na kama hakumruhusu Mungu aweze kukaa kwenye hiyo nafasi, unaanza na matengenezo kwanza. Kwa kuwa usipofanya matengenezo, haijalishi Mungu wako ni mkuu kiasi gani, hautauona mkono wa Mungu kwenye nafasi hiyo uliopewa. Hata kama unaajiliwa mahali, nafasi yoyote ile, unapopewa nafasi ya kukaa mahali, kwamba nitakuwepo hapa, nitawatumikia watu. Unajua sisi ambao tuna Mungu, kuwatumikia watu hatuchukuli kawaida. Maana yake tunamtumikia Mungu kupitia kuwatumikia watu. Haleluya, watu wa Mungu. Ndio maana mtu yoyote aliye kwenye nafasi yoyote ile, awe nesi, awe daktari, awe mwalimu, awe barosi, awe mwenyekiti wa mtaa, yoyote ile, awe shemas, awe deacon, awe mzee wa kanisa, awe kiongozi wa kwaya. Lazima kuna kiongozi wa kwaya aliwahi kuwepo hapo. Unapopewa ile nafasi, angalia kwenye hiyo nafasi aliyetangulia alifanya nini. Kama alimuondoa Mungu kabla hujakaa kwenye hiyo nafasi na kuendelea kutumikia watu, kumtumikia Mungu, hakikisha unafanya matengenezo. Na hiki ndicho kinachowagharimu watu. Anakuambia, mimi nilikuwa namtumikia Mungu vizuri siku nilipokuwa afande, trafiki, fidifos. Uhofu ya Mungu imeondoka. Imeondokaje? Inaondokaje? Kwa sababu Mungu anaweza kuwa na wewe mahali popote. Kwa sababu kwenye Biblia wako maafande walikaa na Mungu, wako maakida, wako wakuu wa vikosi walikaa na Mungu, wako wanasiasa walitembea na Mungu kwenye Biblia. Kwa hiyo huna mahali pa kujitetea kwamba unajua mimi nafasi hii ndiyo inayonifarakanisha na Mungu. Huna mahali, kwa sababu Biblia ina maswali ya majibu yote kwenye kila nafasi. Haleluya, watu wa Mungu. Kama umenielewa sema amina. Kwa hiyo matengenezo ni muhimu sana. Hezekia akafanya matengenezo, na lengo ni kumrejesha Mungu kwenye taifa. Maana ya matengenezo ya kanisa. Matengenezo ni nini? Matengenezo kwa kanisa ni nini? Matengenezo ni kurejesha kanisa katika msingi wa kweli wa neno la Mungu, baada ya kupotoka kwa mafundisho, tabia au maadili ya kiroho. Matengenezo ni kurejesha kanisa katika msingi wa kweli wa neno la Mungu, baada ya kupotoka kwa mafundisho, tabia au maadili ya kiroho. Kwa kanisa linaweza kupotoka kupitia mafundisho. Kanisa linaweza kupotoka kitabia. Kanisa la Mungu lina tabia yake. Kanisa linaweza kupotoka kimaadili. Kuna maadili ya kiroho. Kwa hiyo matengenezo ni kulirejesha kanisa kwenye msingi wa kweli wa neno la Mungu, baada ya kupotoka kwa mafundisho, tabia au maadili ya kiroho. Sasa huu urejeshaji, haya matengenezo kwa kanisa
Ni mchakato. Hiyo maana ya pili. Ni mchakato wa kusafishwa, kurekebishwa na kurudishwa katika mapenzi ya Mungu. Maana yake kanisa linaweza kuacha mapenzi ya Mungu na likaanza kutumikia mapenzi ya kitu kingine. Matengenezo ni kulisafisha, kulirekebisha na kurudishwa katika mapenzi ya Mungu aliye hai. Maana yake kanisa linapofanya shughuli zake lazima lizingatie mapenzi ya Mungu aliye hai. Nimekuonyesha mfano wa mfalme anaitwa Hezekia. Alivyofanya matengenezo, yeye ni mtawala wa taifa, lakini akagundua Mungu alishaondolewa heshima yake kwenye taifa. Cha kwanza alifanya matengenezo ili Mungu wa Israeli apate kurudi, kwa sababu baraka za taifa zilimtegemea Mungu wa Israeli. Unajua, baraka ya Mungu inapokuwepo, amani inatawala, furaha inakuwa tele. Amen, amen. Amen, amen. Mfano mwingine ni Yosia. Sema Yosia. Mnamfahamu kijana anaitwa Yosia. Yeye alianza kutawala akiwa mtoto, na huyu matengenezo yake yeye alimgharimu. Yeye alikasirika, alienda kufukua mpaka mifupa ya watu waliofanya vibaya, akaichoma moto. Alikuwa na maumivu moyoni, kwa sababu waliomtangulia walifanya vibaya. Alipoanza matengenezo, si tu alitengeneza, lakini alienda kufukua mpaka makaburi ya watu waliofanya vibaya, akaichoma mifupa yao moto. Ishara ya kuchoma moto ni nini? Kuonyesha kwamba hakubaliani na kile ambacho watangulizi wake walikifanya. Mfalme Yosia alifanya matengenezo kwa kuondoa sanamu, kufutilia mbali ibada za uongo na kurudisha taifa kwa agano la Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Dalili za kanisa linalohitaji matengenezo. Sisi kama kanisa, je, tunahitaji matengenezo? Dalili la kanisa za kanisa linalohitaji matengenezo. Ukiziona hili dalili kama zipo kwetu, ujue kabisa kwamba na sisi tunahitaji nini? Matengenezo. Kama unanielewa sema amina. Dalili ya kwanza, upendo wa kwanza kwa Mungu umepoa. Yaani ukiona kanisa upendo wa kwanza kwa Mungu umepoa, watu wanachoka, wanasema tumechoka kumtumikia Mungu, tumechoka kujenga, tumechoka kufanya hiki na kile. Kwa sababu upendo ukipoa, habari za kujitoa kwa habari ya Mungu zinapotea. Kuishi maisha ya kiibada kunapotea. Kwa upendo wa kwanza unapopoa, kanisa hilo linahitaji matengenezo. Yaani wale watu ambao walikuwa akiambiwa kwamba tuna sadaka za ujenzi, tutakuwa sijui na nini, tutakuwa na siku maalum, wanachangamka, wanapiga vigelegele, leo wanakuwa na visingizio kwamba mambo yamekuwa magumu. Mungu hajawahi sema tumtumikie wakati mambo ni mepesi. Zaidi Mungu anataka kuona upendo tulio nao mambo yanapokuwa magumu zaidi. Lewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Kwa dalili ya kwanza ni upendo wa kwanza kwa Mungu kupoa. Ufunuo 2 mstari wa 4. Kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 4. Ufunuo 2 mstari wa 4. Kanisa linahitaji matengenezo na uamsho. Dalili ya kwanza kama tunahitaji matengenezo na uamsho ni upendo wa Mungu kupoa. Ufunuo 2 mstari wa 4 unasema, lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Hili ni kanisa la Efeso lilikuwa linaambiwa. Lilikuwa well systematic, limekaa vizuri, well organized.
kanisa ambalo lilikuwa vizuri, tena analisifia namna ambavyo lilikuwa vizuri sana. Ili kanisa lilikuwa na uwezo wa kuwajua hata wale wanaojiita mitume au manabii lakini ni waongo. Lilikuwa na uwezo, liko vizuri sana. Kanisa lililofanikiwa vizuri. Lakini upendo wao wa kwanza walikuwa wameuacha. Kwa hiyo upendo unapopoa, ujue kanisa linahitaji nini? Matengenezo. Jambo la pili, maombi. Maombi ya pamoja na ushirika vinapolegea. Kanisa lazima liwe na maombi. Amen, amen. Lazima liwe na maombi. Maombi ya pamoja na ushirika vimelegea, ujue kanisa hilo linahitaji matengenezo. Dalili ya kanisa linalohitaji matengenezo. Dalili ya tatu, neno la Mungu halina nafasi tena. Mafundisho ya kimwili yamechukua nafasi. Watu wanapoanza kuwa na falsafa badala ya neno la Mungu. Mafundisho ya kawaida ya hamasa ya kimwili yanapochukua nafasi. Tena muasisi wetu sisi wa kanisa letu ni mtu aliyependa neno la Mungu. Kweli ya neno la Mungu. Ndio maana weka some chuo chochote ambacho wanafundisha theolojia ya kweli, hawawezi kumkwepa Martin Luther. Chochote duniani. Chochote. Nenda kwa Pentekoste, wakisoma historia ya kanisa kweli, kama ni chuo kizuri, Martin Luther hawamkwepi. Hawamkwepi kwa sababu alifanya kazi ambayo huwezi kumkwepa. Unaposoma theolojia huwezi kumkwepa. Kutafsiri Biblia kutoka kwenye lugha ya asili kwenda Kijerumani sio mchezo. Amekaa ndani na amejifungia, ndevu zinaota, hana muda wa kwenda saluni, anawaza na mzigo wa kutafsiri Biblia ili wenzake na wengine wote waweze kusoma kwa lugha yao. Sio kazi nyepesi. Ndio maana huwezi kumkwepa. Na kilichomfanya mpaka alete matengenezo kwa kanisa kwa sababu alilisoma neno. Alikuwa mtu wa neno. Sasa najaribu kujiuliza, kama sisi kweli ni wa KKKT, msingi wetu lazima uwe neno kwanza. Haleluya. Tena sio mafundisho ya juu. Ushibe neno, ulielewe neno. Kwa hiyo kanisa linapokuwa neno la Mungu halina nafasi tena, mafundisho ya kimwili yamechukua nafasi, uwe na uhakika linahitaji matengenezo. Jambo la 4, dalili ya 4, dhambi zimeanza kuonekana kama kawaida ndani ya kanisa. Ukishaona tu dhambi ni kawaida, dhambi inapokuwa kawaida ndani ya kanisa, dalili ya kwamba hilo kanisa linahitaji nini? Matengenezo. Watu wanasemana uongo, wanafanyiana fitina. Yaani kuna mtu ukienda kumtembelea kazini kwake, ukimwambia Bwana Yesu asifiwe, mpaka anaogopa kusema amina. Utasikia habari mchungaji, habari mkuu. We, nimekwambia Bwana asifiwe. Bado nuru yako inamulika? Je, nikija kuambia wenzako wale unaowasimamia, nikawaambia kwamba huyu ni mtumishi wa Bwana, watanijibuje? Unawapa oda ambazo wanazifurahia kukaa chini yako. Akanishangaa hivi. Lakini yuko vizuri. Bwana asifiwe. Yuko vizuri. Kwa nini nasema yuko vizuri? Unajua mtu akiwa anapondeka, akikosea anasema ila hapa nilikosea mwalimu. Ujue ana neema. Si ndio watu wa Mungu? Mtu akiharibika hataki hata matengenezo, anaona kama vile ni kuondolewa heshima. Lakini mtu aliyepondeka anakubali kutubu na kutengeneza. Kama unanielewa sema amina. Kwa hiyo dhambi zinapoanza kuonekana kama kawaida ndani ya kanisa, ni dalili kwamba kanisa linahitaji nini? Matengenezo. Leo ni siku ya matengenezo.
Dhambi hazitaki kuonekana ndani ya kanisa, kwa sababu kuna watu wanatamani kumwabudu Mungu, wakiyaona matendo yetu mabaya wanakata tamaa ya kuja kanisani. Dalili ya ngapi? Ya 5. Kukosa matunda ya rohoni. Sema tunda la Roho. Wagalatia 5:22 hadi 23. Tunda la Roho ni upendo, utu wema, fadhili, uvumilivu. Ukiona mtu sio mvumilivu, maana yake hana tunda la Roho. Kwa kama kanisa halina tunda la Roho, linahitaji nini? Matengenezo. Dalili ya 6 na ya mwisho. Watu wengi wanafanya huduma bila nguvu za Mungu, au huduma bila upako, huduma bila uwezesho wa kimungu, bali kwa mazoea. Ukiona kanisani watu wanafanya huduma bila uwezesho wa kimungu, bila nguvu za Mungu, bali wanafanya kwa mazoea, hilo kanisa linahitaji matengenezo. Kwa sababu kazi ya Mungu haiwezi kufanyika bila nguvu za nani? Za Mungu, bila msaada wa Mungu. Kwa hiyo watu wakiwa wanafanya huduma kanisani hapa, wahubiri na walimu mlioko hapa, mkisimama madhabahuni mnafundisha neno la Mungu, lakini bila msaada wa nguvu za Mungu, ujue kanisa hiyo ni dalili kwamba kanisa linahitaji matengenezo. Maana yake Roho Mtakatifu hajapewa nafasi. Msoma matangazo anasoma bila nguvu za Mungu. Mzee wa kanisa anasimamia mtaa, eneo, kijiji. Inaitwa mtaa, eneo, kijiji. Mtaa bila nguvu za Mungu. Maana yake kanisa linahitaji nini? Kwa sababu kwenye Biblia mapepo, magonjwa, wanaotakiwa kuombea unajua ni watu gani? Kanisa ndio watatua hayo matatizo. Tasome maandiko. Anasema hivi, mtu akiwa mgonjwa, wazee wa kanisa anasema watampaka mafuta. Sasa sisi tuna mafuta ya Roho Mtakatifu, sio mafuta haya ya lotion, mafuta ya nini. Unamwekea mikono, mafuta ya Roho Mtakatifu yanashuka juu ya mgonjwa, anapata nini? Kupona. Sawa? Mmenielewa? Ndio maana tu askofu mngenitimua, si ndio? Kusema mwalimu anahubiri injili gani? Kanisa ndio maana lazima wawe na maombi yao binafsi. Nazungumza wale wazee wa kanisa wengine, nyinyi naonekana mko vizuri. Nasema hivi. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa msijisikie vibaya, nazungumza wale wanaonifuatilia kwenye mtandao. Wewe mzee wa kanisa wewe. Maandiko yanasema wazi, wewe ndio unapaswa kuombea wagonjwa walioko chini yako. Wanatakiwa kuwa salama. Mzee wa kanisa ni kiongozi. Ndio maana ukisoma kwenye maandiko, mpaka baadhi ya maeneo wakati Paulo anafungua makanisa, wazee wa kanisa ndio walikuwa wanasimama kama wachungaji. Yaani mzee wa kanisa anasimama kama mchungaji. Yaani mchungaji akiwepo mahali, wazee wa makanisa ndio wasaidizi wake wa karibu. Yaani hizi shida za mapepo, magonjwa, uchawi, wa kanisa wanadili nazo. Wanamwambia mchungaji, wewe fungisha ndoa, ongoza ibada, mapepo kwenye mtaa wangu yameamka, hayana nafasi kwa Wakristo wangu. Wazee wa kanisa. Mmenielewa? Nyinyi mnanisikiliza, mmenielewa? Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa matengenezo yanahitajika, watu wa Mungu. Mnanielewa? Yaani kuna kesi nyingine hata siweza kumuona mchungaji. Yaani kuna watu wanasafiri, amekutana na jambo baya huko, anapiga tu simu, ni naye mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa, kuna jambo limetokea kazini kwangu, kuna fitina wamenitengenezea. Mzee wa kanisa anamwambia, wala usijali mtu wa Mungu, tutaingia kwenye maombi. Huko kazini
Kwa safari yes, naingia kwenye mfungo, usijali. Mzee wa kanisa anaingia kuomba kwa sababu mtu wake yule. Kesho anampigia simu, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Unajua Mungu amenitetea kazini, mzee wa kanisa. Nashukuru Mungu. Unafikiri watu wangekuwa wanajisikiaje? Raha. Watu wanajisikia wako salama. Yaani hawaogopi chochote. Sasa wenye mamlaka ya kudili nayo madude, nyinyi mliopewa nafasi. Ndio maana kwaya ikiwa na uharibifu, tunaanza ile kamati tendaji. Kwa nini kwaya kuwepo wahuni? Manake na wao ni wahuni. Tukitoka kamati tendaji tunaenda kwa nani? Walezi wao. Na kuna kwaya walezi hawana sauti. Lakini sio ninyi, nazungumza na kwaya zile zinazonisikiliza pale. Unasema hii kwaya ina wahuni wengi. Tunaanza viongozi. Kiongozi alivyo ndivyo na wafuasi wake walivyo. Kwa tunaanza viongozi, tunawapembua, njooni. Kwa nini kwaya yenu kuna uhuni? Viongozi wanawajibika, tunaenda kwa walezi. Mmepewa kuwa walezi wa hii kwaya. Mnaiombea, mnaifundisha neno, mnawaonya. Kwa nini wamekuwa na uhuni ndani ya kanisa? Ukiona hizo dalili, ujue kanisa linahitaji matengenezo. Kila nafasi uliopewa unahitaji kuongozwa na nguvu za nani? Nguvu za Mungu. Sema nguvu za Mungu. Sema nguvu za Mungu. Sema nguvu za Mungu. Sasa andika haya, sitayaelezea. Lengo la matengenezo ni nini? Kumbuka leo ni siku ya matengenezo. Lengo la kwanza, sitayaelezea sana. Lengo la kwanza ni kurejesha utakatifu ndani ya kanisa. Sema kurejesha utakatifu ndani ya kanisa. Lengo la pili, kufufua upendo wa kwanza kwa Kristo, ule upendo uliopoa. Lengo la tatu ni kuimarisha mafundisho sahihi ya kiinjili. Tena si tunaita kanisa la kiinjili. Amen. Kuimarisha mafundisho sahihi ya kiinjili. Lakini lengo la ngapi? La 4, si ndio? Kurudisha uwepo wa Roho Mtakatifu. Na lengo la 5 na la mwisho, kuandaa kanisa kwa unyakuo na ujio wa Bwana Yesu Kristo. Andika Waefeso 5:26 mpaka 27. Na hii kazi ni kazi ya Roho Mtakatifu. Unapoenda kusimama sasa, ili ni kuache na mafundisho haya. Uamsho ni kitu gani? Nimesema matengenezo na uamsho. Uamsho, maana moja tu ninayokupa ambayo iwe nyepesi kuikumbuka. Uamsho ni ufufuo wa maisha ya kiroho ndani ya waamini na kanisa. Uamsho ni ufufuo wa maisha ya kiroho ndani ya waamini na kanisa. Ni wakati ambao Roho Mtakatifu anatembea kwa nguvu, akifungua mioyo, akiwafanya watu watubu na kuleta upya wa kiroho. Andika Matendo ya Mitume 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Uamsho wa kwanza ulitokea siku ya Pentecost. Andika Isaya 57 mstari wa 15. Mungu anakaa pamoja na yeye aliye na moyo uliovunjika. Amen, amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kanisa linahitaji matengenezo na uamsho. Matengenezo na uamsho. Unataka umuone Mungu? Tunataka tumuone Mungu, watu wa Mungu, kwenye maisha yetu. Tukija kwenye ibada hapa, tunapoondoka, tunasema tumekutana na Mungu. Amefariji mioyo yetu, ameyatengeneza maisha yetu, amebariki maisha yetu, amebariki kazi zetu. Tunamuona Mungu kwenye afya zetu, tunamuona Mungu kwenye shughuli zetu. Lazima matengenezo na uamsho. Na matengenezo na uamsho ni uchaguzi. Mungu hata kulazimisha. Wewe unaamua kwamba sasa lazima nitengeneze njia zangu, nisiwe sehemu ya watu wanaolichafua kanisa, nisiwe sehemu ya watu wanaofanya maovu, nisiwe sehemu ya watu wanaonajisi madhabahu, nisiwe sehemu ya watu wanaoleta uharibifu kwenye familia zao.
ukasema mimi kuanzia sasa nataka kutengeneza njia zangu, Mungu nisaidie, sitaki kuendelea na haya maisha. Unapoamua namna hiyo, kinachozaliwa ndani yako ni roho ya toba, moyo wa badiliko, wa kutoendelea na njia mbaya. Unageuka. Lakini kama we ni mtumishi na kama we ni kiongozi, unasema sitaki kumtumikia Mungu tena kwa mazoea, nataka nguvu za Mungu ziwe juu yangu, ili watu hawa ninaowatumikia, ninaowafundisha, ninaowaongoza, mimi ninapokaa kwenye vikao vya halmashauri nifanyike kuwa baraka, ili maneno yangu yajae hekima, ili ninapotoa hoja ziwe ni hoja zinazotimiliza mapenzi ya Mungu kwa kanisa lake. Kama unanielewa sema amina. Kwa hiyo unaweza kuamua wewe. Kanisa ni nani? Ni sisi, sio hili jengo. Hili jengo lipo kwa sababu sisi tupo. Tusipokuwepo sisi, hili jengo linaweza kuwa soko. Kwa hiyo kama kanisa ni sisi, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie matengenezo na uamke. Usiendelee kulala. Amka mtu wa Mungu. Amka. Amka. Amka mtu wa Mungu. Amka. Amka nyinyi wakina mama na vijana na wanawake na mabinti na watoto na wazee. Amkeni, saa ya kuenenda kama zamani imeshakwisha. Sasa tunamhitaji Mungu kwenye maisha yetu. Amkeni, tembeeni na Mungu aliye hai. Acheni mazoea. Mtafuteni Mungu aliyewaweka, aliyewaumba, anayewapa uzima na afya. Huyo ndiye Mungu atakayewafanya muwe na amani kwenye maisha yenu. Mungu awabariki sana. Vita